Chukua. Nipatie sakoshi yangu, niko na peni zingine. Nipatie kabakuli mama. Nisaidie kabakuli mama. Nishampatia. Kabakuli au kakitu porte tudumbukize hizo. Nisaidie sakoshi. Ya mzee jiweke. Naam. Nibasi. Naam. Tia huko. Naam. Karatasi. Naam. Ngoja nimalize. Irudishie hapo sakoshi. Samahani. Bigezi. Mwenye ameandika. Naam. Watu watatu hapa ndio tunatizama kandidatire zao. Mzee Mosi, Mapigo na Bwana Sule. Mshaona? Na wewe unataka? Tunatia. Naam. Bike mmepata nyote? Idadi ya wakina mama huku ni ngapi? 15. Shukrani. Kitunga changu jamani, kitunga changu. Shukrani. Kuna mtu hajatoa hapa? Kuna mtu hajatoa kwanza hapa? Tayari? Naam, shukrani. Ameshalipa. Naam. Tayari kina mama? Zimeenea idadi zenu? Alishalipa. Ameandika mbili. Hapo mmoja penye haikuandikwa kitu. Hiyo inakuwa ni anile. Mwenye kutoa inakuwa ni anile. Hatutajua hesabu sasa. Naam. Tunahesabu kwanza. Na hesabu kwanza karatasi na idadi za watu. Asio al-albad, al-albad ni shirki. Ni shirki al-albad. Dua. Wenyewe ataleta vurugu Allah. Hapana. Allah ndio anajua jinsi atamshughulikia. Moja. Jamani, shuhudieni. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27. Naam. 27 personnes kutoa mimi. 27 personnes kutoa mimi. Mimi ni metre. Hapa nimo lakini sikutora. 20 hizi ni na mimi 27 hapo si bamema ameongezeka.
Bale mama ongezeka. Hapa tuko na 26. 26 mimi simo sikutora. Sawa? Niandikie 25 wanaume. 25. Hizi ni 25. Kutoa mimi 25. 25 persone ndo wametora. Wanaume. Haya, upande wa kina mama. Upande wa kina mama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Wamesema kuna moja waliweka humo, waliziweka 2, moja haijaandikiwa. Tutaitizama. Kule wako 15. Wakina mama ni 15. Sophie nimeona ameongezeka hapo. Na yeye mlimweka. Na yeye Ken stop top. Niandikiwa mama 15. Sawa. Funua sasa ukurasa mwingine huko video. Fungua kabisa ukurasa wenye uko video. Niandikie sasa kaka Mosi. Wako wengine wanataka kuongeza. Naam. Kina mama. Kaka Mosi. Sasa tunahesabia, unaenda unatia mistari. Tia hivi 1 2 3. Sasa tunaenda tunahesabia, unatia 1 kaka Mosi. Shule hivi unatia kamstari hivyo nao. Kwa msa tukimaliza tunakuwa tumeana. Kwa kina mama waongezee umoja. C'est bon? C'est bon? Tayari Waislamu, tunaanza kuhesabu. Ala, bismillah. Achague. Tunasoma. Nikusoma. Naam. Tunaanza na za wanaume. Sule. Mosi. Naam. Mungu anaandika kule. Mosi. Sule. Mapigo. Kaka Mosi. Sule. Mosi. Sule. Sule. Sule.
Sule. Mzee Mosi. Sule. Mosi Abdallah. La police a tué. Vide. Annulé. C'est qui là la porte? Mosi. 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 Mapigo. Mosi. Mosi. Mapigo. Mosi. 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 Nyabenda Sule. Aya. Alaikum salam. Suleimani. Sule. Eza kwa mama hizi. Sule. Sule. Jamani, twende vizuri, 80. Mtamvuruga mwandishi huko. Mosi. Sule. Mapigo. Mosi. Sule. Suleimani. Anile. Anile sio Sule. Mosi. Sule. Suleimani. Kaka Mosi. Sule. Mosi. Sule. Wabillahi at-tawfiq. Kazi kwako. Ipatie Sheikh. Umetia mistari. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Moja, mbili, tatu, nne,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani mmejichagulia mwenyewe. Nadhani mmechagulia ni wenyewe. Tulitangulia kusema atakayepita. Nani kamchagua? Atakayepita. Nani kamchagua? Na mwenye atakuwa kupita. Allah ndo afanya nini? Amependa. Sawa? Lakini isiwi kwamba ampendelea. Sisi wote hapa ndo tulichagulia Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Tulitia majina matatu hapa. Mzee Mosi 19% de tumpata hapa. Nani majina na voix 19. Sule voix 20, mapigo voix 4. Nani Mzee Mosi tamani unaweza kusimama s'il vous plaît. Sule unaweza kusimama s'il vous plaît. Sogea kule kwa Mosi. Nadhani hili jambo ambalo mnaloliona Allah subhanahu wa ta'ala ndo afanya nini? Narudi tena, Allah subhanahu wa ta'ala ndo anafanya nini? Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Mapigo nayo simama. Kandidatire yetu imepita hapa na mwenye amepata ni Bwana Sule, voice 20. Makofi hapana. Sisi Waislamu makofi hapana. Alafu tujaribu kukaa kimya inshallah. 20 ndio ambazo kiongozi amepata. Wa kufuatia ni 19 ambaye ni kaka Mosi. Kaka Mosi, umeliridhia hilo? Kwa ajili ya Allah. Mapigo umeliridhia hilo? Kwa ajili ya Allah. Kaka Nasule umeliridhia hilo? Kwa ajili ya Allah. Shukran. Kaeni chini sasa. Nadhani swala letu limeisha. Kabla ya yote tunakuombeni kwanza mtutambazie hapa kikatafunga wana. أد الفروض ولا تجرسن القرآن واذكره في ساعة يذكرك في أحزان واذكره في ساعة يذكرك في أحزان. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nadhani kila mtu ameshafuturu. Alhamdulillah. Jambo la kuendelea, tutachukua fursa fupi tu ambayo namwomba kaka Abdalla ambaye ametukaribisha siku hii ya leo kwake. Kwanza mimi namhusudu kwa hili jambo. Thawabu zetu sisi wote alhamdulillah amezipata. Sisi wote bila kupungukiwa sisi na chochote. Amepata thawabu. Allah wahifadhi na familia yake kwa kitendo hiki ambacho alichokifanya. Asimfishi isipokuwa amemridhia na amemfungulia riziki nyingi mpaka pale ambapo ataridhia na yeye kwa ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi
itakuwa ni mwezi wa fadhila pia, kama sintomshukuru mzee Mosi pia, na yeye Allah amlipe kila la kheri, kwa sababu leo kama tumekusanyika hapa ametumia juhudi kubwa ya mpaka leo na sisi tumekusanyika hapa. Mwenyezi Mungu naye ampatie kila la kheri duniani na akhera, amjalie pepo kwa huruma wake na sisi sote, afungulie riziki, amuondolee matatizo yote ambayo yako nyuma yake na sisi sote. Amin. Amin. Na kila mmoja ambaye amehudhuria hapa, Allah amjalie hitajio la moyo wake, na amwepushie na shari na kadari mbaya ambazo zinamshukia. Na mimi bila kujisahau, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie kila la kheri na aniondolee kila la shari. Amina. Atuhifadhi sote. Allahumma amin. Hili ni jambo la kwanza ambalo nimetaka kulizungumzia. Kabla sijampatia neno mzee wetu kaka Abdalla, nitapenda kutoa nasaha ya kwanza kwa viongozi wetu wawili. Hili jambo la nyinyi kwa viongozi wetu isiwi ni sababu ya kuzivunja nyoyo zetu. Tumewaamini, tumewapatia nafasi hizi, kwa hiyo mkono mmoja hauopi wala kidole kimoja akivunji chawa. Kwa kwenu kitu kimoja na kutusaidia kama jinsi mlitusaidia siku hii ya leo, kwa kitu kimoja itatupelekea kufika kwenye maendeleo mazuri katika mji wetu huyu. Shura, jambo la kwanza. Sio kwa Bwana Sule uko kiongozi ukachukua maamuzi ya kufanya kitu bila kuikaa chini na wenzio ukasema kwamba bwana kaka Mosi na fikra hii na hii na hii tuikae chini katika hali ya kuweza kuiboresha. Unaona aje? Kaka Abdalla iko hapa ambaye ni mshauri pia wa sisi wote, vijana wote. Mmemdhamini mkampatia mpaka kwenye ekipe ya mpira, mliona kama anafaa. Kwa hiyo kaeni chini, shikamaneni. Vijana wenzangu, mna tatizo lolote kuhusikana mambo yenu ya kijamii katika Uislamu, watafuteni viongozi wenu. Tafute Sule, mzee Mosi, mzee Abdalla hapa. Watafuteni, ikaeni nao chini, mwambie sisi tuna shida ya hiki na hiki na hiki. Wataikaa chini kama jinsi miezi mingine wanaikaga chini. Ikiwa watahitajia ranfor za komite, watakuchagueni nyinyi ya hao, mtaikaa chini muyaboreshe mambo yenu. Kinyume chake, mkitaka kila mtu achukue kundi lake apeleke pembeni, mimi ni hivi, sisi ni hivi, wale ni hivi, tutarudi kuharibika tena. Tushafanya suluhu nyingi sana. Tunaomba zile suluhu zikome, ziishe na zisirudiage. Sote tunafahamu sura alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naomba tuipige mara 3. Nimwambia tunafanya dua nini? Ya kutuhifadhi na kuvunja zile hikdi ziko katika nyoyo zetu. Tunasoma alhamdu mara 1, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mara 3. Inshallah, kabla hivyo nitamkaribisha mzee wangu mzee Abdalla, kama ana kuweza kuzungumza aweze kuzungumza. Nitampatia neno mzee wangu mzee Mosi, kama atakuwa na dakika 1 kukufikishia kama nasaha, nitampatia neno. Na bwana Sule kama atakuwa na neno limoja la kuafikishia afikishie, na mapigo hata kama amepata 4 vile vile, na atakuwa na neno limoja la kuafikishia. Baada ya hapo tufunge kikao chetu, tuswali. Baada ya kuswali mengine inshallah
yataendelea, tutaendelea kuwapatia information gisi zinakwenda. Karibu kaka Abdalla. Sishia na sitachukua muda mrefu kuwachosha, ni muda wa iftari. Inshallah ala atujalie iftari njema na atubariki sisi sote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau dua ya sisi wote. Sikia dua. Naam, karibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nimefurahishwa sana na siku ya leo kuona tumekusanyika hapa. Nikiwa nazungumza hapa ni mwana historia wa mji huyu. Naongea dakika moja tu, ni mwana historia kwa sababu ili jambo tumetoka hapa lilianza, mimi nilifika hapa 2018. Lilianza na mzee wangu mzee Mosi na dada yangu Dalila iko hapa. Haya mambo haya na nitatoa nasaha kwa bwana Suri sababu alifika, sisi tushafika. Ni mambo ambayo tuletea upenzi sana katika hii jamii yetu. Yaliyotaka mapenzi makubwa sana. Tulikuwa na watu, nadhani hapa mkumwona Jekizo, mkumwona Abduli, ni watu ambao walitia nguvu sana haya mambo tunakusanyika hivi. Ilikuwa mwezi Ramadhani, hata kubara najua. Mwezi Ramadhani tulikuwa tunakusanyika Waislamu kila nyumba. Tunakwenda kwa huyu, tunakwenda kwa huyu, tunakwenda kwa huyu. Ni mambo ambayo tuliishi kama kimila na kimazingira. Kwa kweli mimi kuona hivi nafurahi sana. Na huyu mzozo kuona umetoka njiani ni kitu ambacho mimi nimefurahishwa sana kabisa. Na kwa kuwa bwana Sule ni mtu ambaye amekuja siku za nyuma, ushauri wangu ni kwamba angemsogelea kama kesi Shekuja mzungumza mzee wetu kaka Mosi, kwa kuwa ni mtu wa zamani sana na anaelewa kodi nyingi sana, ili kuweza kuona mpa nasaha ya gisi ataweza kuwa na kutujumuisha kwa pamoja, ili tuweze kuwa na umoja wetu ukazidi kusonga mbele, ili hata miji nyingine izidi kuona wivu kama tunavyoona tangu zamani. Kwa mimi sina mengi ya kuongea, ningeishia tu hapa, sina la kuongea. Tunapenda tu Waislamu tu kitu kimoja. Naam. Karibu mzee Mosi, kwa heshima yako inshallah. Naam. Shukrani. Naam bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtaniwea razi kwa sababu mimi siwagi muongeaji sana na huwa na aibu na kuaga na aibu yani. Kwanza nashukuru kwa watu wenyewe wameweza kunichagua, na pia na washukuru na wenyewe hawakuweza kunichagua, kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Hakuna kitu cha ajabu chenye mimi ninakuja kuwafanyieni, bali ushirikiano wenu ndio utafanya sisi tuendelee. Nadhani tuna grupe letu linalo la Waislamu. Lile grupe litakuwa labda ninakupatia ndani faida, lakini isiwi ni grupe la malumbano. Nadhani itakuwa ni bora zaidi litupe faida sisi, kama tutakuwa tuna yale yenye yanatupa shida, tuna mashehe zetu wa mumle ndani tuwaulize ili watuelimishe, lakini sionekani tunataka kuwapinga mashehe. Alafu pia tunamshukuru kaka Mosi kwa muda ambao amepeleka Waislamu. Kwanza kitu kimoja napenda kuwatoa watu hofu. Msioni mimi nimejitoza na kaka yangu, hakuna vita. Hakuna vita. Mnaweza mkatoka tumbo moja, lakini msiwe na fikira moja. Mimi nadhani hapa na wadogo zangu wali tumbo moja. Sidhani kama wamenichagua, sijui waweza kuwataka kunichagua, kwa sababu wana fikra zao na mimi nina za kwangu, lakini hakuna uadui. Namshukuru kakangu penye alianzia, na mimi ninakuja kuendeleza kwenye amefikisha.
ana mengi mazuri anayofanyia Lile. Ni mwepesi sana kwa kujitolea hapa Lile, na vile vile nadhani habitoishia hapo. Vile vile angali na msaada wa kutusaidia ili tuweze kuendeleza hiki kitu. Watu wasione hivi Sule amejitoza na mkubwa wake ni wadu. Kuna mifano ilikuwa nyumbani, tulikuwa na Hussein Rajabu alikuwa na chama na mdogo wake alikuwa na chama chake, wakiwa nyumbani wa ndugu, lakini wakiwa kwenye chama chao kila mtu ana sera zake. Sasa hicho kitu tukiheshimu, hakuna uadui humo ndani. Msioni hicho mkashika uadui, atabai kuwa mkubwa wangu, undugu taendelea kama kawaida. Kwa hiyo nawashukuruni kwa kuona mmeweza kunichagua. Kwa hiyo tunahitaji maoni yenu ili tujue tunafanya nini, kitu gani chenye mnahitaji. Maana tutakwenda kwa vile wenyewe mnataka, hatutokwenda kama gisi tunavyotaka. Kile chenye Waislamu mtataka tutashirikiana tukifanya, na tunatizama wengi wanataka nini. Sio kwamba sisi wote tunaweza tukakutanisha fikra, haiwezekani. Tunatizama wengi wanataka nini, na wewe kama unaona fikra yako umeitoa haikupasi, sio ulete upinzani ukaanza kupinga, kuleta virisi mwangine. Kumbe kubalia wengi yale yenyewe wamepasisha. Nadhani hicho tutafika, na tusimruhusu maadui aje kutuchonganisha. Jameni, sisi ni jamii moja, tunasaidizana mengi. Afu haitoshi. Tizama watu, mtu akiingia leo unakuta unamuonesha bana kuna kazi fasi fulani, mtu unambeba akatumike sehemu. Lakini unakutana kwa mambo ya dini watu wanataka kutiliana uadui. Wakati gani sasa? Utusaidie nini? Na bado tunasaidiana mengi zaidi. Na bado tutasaidizana yangine zaidi. Kumbe mimi naomba tusaidizane kwa muda wenyewe nitakuwa niko kwenye uongozi. Sio kwamba eti nitabakia milele. Pia na mwingine akiingia nyuma yangu na yeye aendeleze kwa pale penye mimi nitakuwa nimefikisha. Basi naombea Mungu atuweze kutuzidisha maelewano kati yetu. Atutolee hizi vurugu ziko katika kundi letu. Basi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah mzee wetu Kigenza inshallah atazungumza baada ya swala. Tutawaje tuswali magharibi inshallah, tunapata msosi alafu mengine yataendelea baada inshallah. أدي الفروض ولا تهجر سنة القرآن واذكره في ساعة يذكرك في أحزان واذكره في ساعة يذكرك في أحزان alikuja tukitembea mpaka tunakuja يذكرك في أحزان
فيضا من النعم فالشكر للمولى بالجود والكرم أخلص لطاعته يكتب لك الرضوان واسأله مغفرة